Yesu, tunanyenyekea chini ya mkono wako. Ni haja na shauku na kiu ya yetu tena Bwana kusikia na kupokea kwako mchana wa leo. Baba wa rehema, watoto wako tuko tayari kusikia na tuko tayari kupokea. Mfalme aliye hai, katika jina la Yesu, posa Bwana, tunamweka mtumishi wako mikononi mwako, tukiendelea kuomba neema yako na nguvu zako Mungu wa rehema zikawe juu yake. Mafuta yako mabichi Mungu wa rehema yakamiminike juu yake kuanzia utosini Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na lile ambalo Bwana umelikusudia kanisa lako jana wa leo Bwana ukapati kulidhibitisha katika jina la Yesu Kristo, maana ndivyo ulivyonena katika Isaya ya kwamba neno lako lilolituma halitakurudia bure. Mfalme aliye hai, mchana wa leo ukalidhibitishe neno lako Bwana kupitia mtumishi wako anapokwenda kulinena katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kusiwepo na chochote Bwana kitakachokuwa kinyume na kusudi lako na neno lako mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukitisha kila falme na mamlaka na chochote kilicho kinyume na neno lako mchana wa leo, tunakinyamazisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasi Bwana tunajiachilia mikononi mwako. Neema yako Bwana ikawe juu ya kila moja kwa ajili ya kupokea lile ambalo Bwana umetukusudia kanisa lako mchana wa leo. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukishukuru na kuamini, na wote tuseme amina tukimshangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi na wakati mwingine baada ya maombi, mtumishi wa Mungu, tunalo somo linalosema alijue pendo la Mungu. Lijue pendo la Mungu. Pendo la Mungu linatuwezesha ili tuweze kuimarika, tuweze kusimama, na maneno ya kutuongoza yako maandiko mawili kutoka katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 15. Yohana Mtakatifu 15 mstari wa 9 na wa 10. Lakini tutasoma tena Yohana hiyo, tutarudi nyuma kuangalia lile agizo la Bwana kwa jinsi alivyopenda ulimwengu. Ile Yohana 3:16 kila mtu anaijua. Tutaanza na Yohana 15 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Na kukaa katika pendo lake. Basi tuishie hapo, lakini tutarudi nyuma mlango wa 3 ambao tunauelewa mstari wa 16 unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lijue pendo la Mungu. Pendo la Mungu ni lipi? Kwanza, upendo ni hali ile ya kupenda kitu, tuseme kwa mwanadamu, kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine kiasi ambacho hata wengine wakiona kutoka nje hawawezi kuamini kama ni mtu baki. Unafanya kitu kwa upendo, aidha kwa kukirimu au kwa kuenzi kiweze kuwepo, lakini kwa kujitoa kwa kadri ya uwezo wako, kiasi ambacho ni zaidi ya kile ambacho kinaweza kufanywa na mtu mwingine yoyote. Upendo. Tunaposema habari za upendo, tunakumbuka upendo wa Mungu, upendo wa Yesu Kristo wa agape, upendo wa agape ambao Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae kwa ajili ya dhambi. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na akamwambia kaa katika kumiliki vile ambavyo alivifanya. Kwa upendo huo akammilikisha mwanadamu bila gharama yoyote, bila kujiangalia. Na wakati Adamu na Hawa walikuwepo kwenye bustani ya Edeni kabla ya dhambi kuwaingilia, basi walikuwa katika upendo wa Mungu, wakiuona utukufu wa Mungu. Hawakuwa wanahangaika. Huo ndio upendo
kitu ambacho unafanya kwa mtu mwingine au unafanyiwa kiasi ambacho hata mwanadamu wa nje hawezi kukiamini. Sasa kwa ajili ya somo la leo, tunaona Yesu mwenyewe anakuwa kielelezo. Yesu mwenyewe Paulo, Mtume Yohana anamdhihirisha kwa sababu ule ni mtume. Yohana ni mtume wa upendo, anamdhihirisha Yesu kwa jinsi ambavyo anatueleza kwamba kama vile Baba alivyonipenda mimi. Yesu anasema kupitia kinywa cha Yohana wakati anaandika ujumbe huu, anasema nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Kwa hiyo ili uwe mwenye upendo lazima ukae kwenye mwanzilishi wa upendo. Yesu ndiye mwenye mwanzilishi wa upendo, na unapofanya kitu katika upendo wa Mungu hakita akuletee twashishi ya kujiona imekuwaje. Katika upendo wa Mungu watu wanajitoa zaidi ya uwezo wao. Unaweza kumpa mtu kitu ambacho ulikuwa unakifikiria na umekitumikia kwa muda mrefu ili uweze kufanya kitu fulani, lakini unafanya kwa kumpa mtu, maana yake kujali hata kile ulichokuwa unakusudia kufanya. Yesu alikuwa mbinguni amekaa vizuri, lakini alipoona jinsi wanadamu wanavyohangaika na dhambi akasema nitajitoa. Kwa hiyo anatoa njia pale ya kupokea upendo wa Mungu. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama mimi nilivyozishika amri za Baba na kukaa katika pendo la Mungu. Pendo la Mungu linataka ukae, watu wakiri ya kwamba wewe ni mcha Mungu kweli kweli. Stefano aliitwa mcha Mungu, pamoja na kwamba pendo la Mungu lilikuwako, lakini kulikuwa na kusudi. Na sababu namtaja yule kwa sababu inawezekana jambo likatokea ukiwa kwenye upendo wa Mungu, lakini usimlaumu Mungu. Mungu akaona ya kwamba ni kitu sahihi anakifanya kwa ajili ya kusudi lake. Sasa pendo la Mungu likiwepo ndani yako halitakuletee twashishi yoyote. Yesu anasema alipendwa na Mungu, pamoja na kumpenda yeye naye akatupenda sisi kwa upendo huo wa Mungu. Upendo huo wa Mungu, Mungu anahitaji tumpende katika upendo wake. Yeye mwenyewe ni pendo. Kwa hiyo pale tunapompenda katika upendo huo alioanzisha, ndipo tunapoweza kuwa vizuri. Katika Yohana hiyo 17 na mstari wa 26 anasema, nami nalawajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Kwamba tukizishika amri, maana yake tumejulishwa na Yesu kuzishika, ili pendo la Mungu likae ndani yetu, liweze kufanya kazi. Na pendo la Mungu likiwa ndani yetu, nataka kukwambia lolote tunalolihitaji, tunapomwomba Mungu kwa huo upendo, yeye anatupa, kwa sababu yeye ni pendo. Mungu ni pendo. Kwa hiyo kwa vile ni pendo, yeye anadhihirisha katika kuweka misingi. Huwa Mungu anaanzia alipokuwa anaandaa Agano la Kale, katika Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 7, naona jinsi wana wa Israeli wanavyo, mstari wa 12 hadi 13 kutoka na Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 7, kwamba Mungu hafanyi tu kitu hata wakati amemleta mwana, lakini kule wakati ajaje alikuwa anaandaa, kwa sababu yeye alikuwepo, mwana alikuwepo. Mlango wa 7 na ule mstari wa 12 na 13 unasema hivi, anawaagiza, anasema, na itakuwa kwa sababu mwasikiliza hukumu hizi, manake sheria, na kuzishika kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano la rehema aliyowaapia baba zako, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongezea
kukuongeza tena, ataubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako na maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako katika nchi waliowaapia baba zako kuwa atawapa. Mungu aliweka kwanza msingi ili aangalie, na neno linapokuja ni ili tudhihirishe upendo wa Mungu. Usipoliweka pendo la Mungu ndani yako, ukatembea na Mungu, na tutadhihirisha pendo la Mungu lipo ndani yako unapozishika amri zake, unapozitendea, na sio kuzishika na kuziweka mdomoni tu. Kuwa mwepesi wa kunini, usitendee kazi kutoka rohoni, kama alivyotendea kazi mwana wa Mungu, akajitoa msalabani, watu wakifikiri amelaaniwa, kumbe ndio njia ya nini? Njia ya kumkomboa mwanadamu. Pendo la Mungu linaweza likakupitisha tukaonekana vituko, lakini kumbe upendo wa Mungu ukidhihirisha, mambo yanakuwa mazuri. Upendo umfanya mtu afanye kitu kama nilivyosema cha ziada kiasi hata kuhatarisha maisha yake. Kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa kwa kusudi la kukamilisha upendo wake kwa mwanadamu. Ile anazaliwa anatoka mbinguni, yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, na nimezoea kusema kwamba ili apatikane mwanadamu